Leo ni Jumapili ya tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2025. Kuanzia kesho, tarehe ngapi kesho? Tarehe 2 mwezi wa 6 tutaanza maombi ya kufunga na kuomba. Makanisa yote 2000 na ushehe, hata wale ambao si wa Ufufuo na Uzima, wale ambao naipenda taifa, kila mtu kwa dini yake, hata Waislamu waliopo pia, ndugu zangu, kila mtu kwa dini yake, tutaomba maombi ya kufunga na kuomba. Aina ya maombi hii, tutakunywa maji tu jioni. Tutahudhuria hapa kuomba kila siku kwa muda wa siku 7. Tutaombea mambo gani? Jambo la kwanza, tutaombea haki iendelee kutawala katika nchi ya Tanzania. Jambo la pili, tutamwombea mwenyekiti wa chama cha Chadema ambaye yuko na kesi, ameshtakiwa na kesi ya uhaini, na huyo Mheshimiwa Antipas Tundu Lissu yuko mahabusu kwa kesi ya uhaini. Tutaendelea kumwombea wiki yote nzima ili Mungu atende jambo. Jambo la pili ambalo tutaombea kwenye maombi haya, tutaombea viongozi wote wa kisiasa nchi nzima. Sisi hatuangalii chama cha mtu, sura ya mtu. Sisi tunapenda taifa likae kwa amani na kwa ustawi. Tutamwombea Mheshimiwa Zitto Kabwe ambaye ni kiongozi wa ACT. Nampenda sana Zitto. Kwenye msiba wa mama yangu alipofariki, pamoja na kwamba ni yeye Muislamu, alihudhuria msibani akaja kumzika mama yangu. Tutamwombea yeye na chama chake. Tutamwombea pia Ibrahim Lipumba ambaye ni kiongozi wa chama cha Kafu. Tutamwombea na yeye, lakini tutaombea vyama vyote vya upinzani. Tutaombea pia Chama cha Mapinduzi ambacho ndio chama changu. Tutamwombea mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mama Samia Suluhu Hassan. Tutaombea na makamu wa rais, waziri mkuu. Tutaombea bunge, tutaombea mahakama zetu, tutaombea viongozi wote hapa. Haki iendelee kutawala. Sisi utekaji hatutaki. Tukumbuke, katika Jumapili hii ya leo, Watanzania wengi walitarajia kwamba ama kusikia neno lolote kutoka kwa askofu wa kanisa la Ufufuo na Uzima, si mwingine Daktari Josephat Gwajima. Kwa nini matarajio haya yalikuwa makubwa sana kusikia mambo kutoka kwa Gwajima? Ni kutokana na kauli ambayo imetolewa hivi karibuni na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, Daktari Dr. Samia Suluhu Hassan, katika mkutano maalum wa Chama cha Mapinduzi Taifa, ama mkutano mkuu maalum wa chama hicho ngazi ya taifa uliokuwa umefanyika jijini Dodoma. Dr. Samia Suluhu Hassan amewaelekeza wale wote ambao wanahusika katika michujo ama kutoa maoni mbalimbali ya watu wanaotakiwa kugombea kupitia Chama cha Mapinduzi kwamba wasichaguliwe ama wasiwapendekeze watu wote ambao wana mitazamo kama ya Gwajima, ambapo alitumia msemo kwamba wale magwajimanize ambao wanagwajimanize Chama cha Mapinduzi inatakiwa waachwe nje ya mfumo ama wasipendekezwe kuwania nafasi ya udiwani pamoja na ubunge. Anayefaa aambiwe anafaa, asiyefaa tuseme huyu ana kasoro 1 2 3, hatufai kwa huko mbele tunakokwenda. Tukitoa mwanya, ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta tu na mie ni wemo, ndio tunapata wale wanaokwenda huko. Chama kinakuwa Gwajimanized. Kwa nini ilitoka kauli hiyo?
Kauli hiyo ilikuja baada ya siku chache tu ambapo Askofu Gwajima alipinga utekaji katika nchi ya Tanzania, lakini pili alilaani mambo ambayo yametokea hivi karibuni, kukamatwa baadhi ya wanaharakati kutoka nchi ya Kenya pamoja na nchi ya Uganda. Lakini pia alienda mbali zaidi, akigusa vyombo vya ulinzi na usalama vya Tanzania kwa kutoa maoni yake kwamba ili kuweza kutokomeza utekaji katika nchi ya Tanzania ama udhurumaji wa uhai wa watu katika nchi ya Tanzania ambao unafanywa na watu waliobatizwa jina la wasiojulikana. Akatoa maoni yake bwana ya Askofu Gwajima, lakini ni kama imewakera baadhi ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi na ama serikali, na hatimaye mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ametoa maelekezo kwamba wale wote ambao wana tabia za namna ya Gwajima hawapaswi kupendekezwa kwenye chama hicho kwa ajili ya kuwania nafasi za ubunge pamoja na udiwani. Na hicho ndicho kilichowapelekea watu wengi sana kwamba leo Jumapili Askofu Gwajima atasema nini. Kimsingi Gwajima amekubali neno hilo kwamba kwa sababu limetokea neno jipya kwenye ulimwengu wa kisiasa la Gwajimanization au Gwajimanize. Anasema kwamba yeye amefurahi sana kupokea ama kusikia neno hilo jipya kwenye ulimwengu wa kisiasa katika nchi ya Tanzania. Akiwahutubia na kuhubiria katika madhabahu ya kanisa lake waumini wa kanisa hilo, amefafanua kwamba anaamini kwamba Gwajimanization ni ujasiri usiotetereka wa kusema kweli, haijalishi ukweli huo ni mchungu au hauwapendezi walioko madarakani, na ni dhamiri thabiti au dhabiti ya kutetea maslahi ya taifa kuliko maslahi binafsi, na kuinua sauti kwa uthubutu mkubwa bila kuyumba kiasi cha kusababisha ivume ndani ya himaya za mamlaka na kutikisa misingi ya ufisadi na dhuluma katika nchi ya Tanzania. Huo ndio ufafanuzi wa Askofu Josephat Gwajima mbele ya waumini wake katika kanisa la Ufufuo na Uzima, akieleza thabiti kwamba yeye hatokaa kimya kwa namna yoyote ile kuanzia sasa na hapo baadaye. Na kabla tujiendelea mbele, tunaomba umsikilize mwenyewe mtazamaji wetu Askofu Gwajima akieleza maneno hayo, isije kuonekana kwamba ni maneno yangu tu, lakini kumbe ni maneno halisi ya Askofu Josephat Gwajima. Karibu Askofu Gwajima, utipitishe katika huu msimamo wako. Ndugu zangu, leo tuko online ibada hii na makanisa yetu 2141. Kusema kweli mengine sio makanisa ya Ufufuo na Uzima, lakini makanisa ya watu wanaompenda Mungu na wanaopenda Tanzania. Ninaomba mnisikize kidogo. Wiki hii nilifanya press. Niliita waandishi wa habari. Nilitaka kuzungumza nao kwa habari ya utekaji, kupotea kwa watu katika nchi yetu ambako kumezidi sana. Na nikazungumza mambo machache sana. Nikasema kwamba watu wanapotea sana, na hatujui sasa nani anayefuata kwenye kupotea.
unaweza kunyamaza, kumbe unafuata wewe. Na nikasema kwa ufupi kwamba nashauri mambo kadha wa kadha. Kwanza ndio shauri ni kwamba viongozi wa vyombo vya dola, kwa maana ya mkuu wa jeshi la polisi na wasaidizi wake wote walio chini yake, mkuu wa idara ya usalama na walio chini yake wote, mkuu wa jeshi la wananchi kwa maana ya TPDF, CDF na walio chini yake wote, mkuu wa jeshi la magereza na walio chini yake wote, mkuu wa jeshi la uhamiaji na walio chini yake wote. Nikasema kwamba hawa kimsingi huwa wanateuliwa na Mheshimiwa Rais au na taasisi ya rais. Na nini kimetokea? Hawa watekaji wanateka watu, hawapatikani. Nakuta mama analia, baba analia, familia inalia, nchi inaomboleza kwa sababu ya watu kuwa wanatekwa, wengine hawajapatikana mpaka leo. Nikatoa orodha ya watu 83 ambao wengine wametekwa hawapatikani kabisa, wengine wametekwa wakapatikana, wengine hawajulikani. Kwa kati ya hao kuna watu ambao wametekwa hawapatikani, na kati ya hao kuna missing persons ambao hawajulikani wamekwenda wapi. Na mpaka juzi tarehe 28, Shehe wa Zanzibar, baada ya kuwa nimetoa tamko hili, Shehe wa Zanzibar, Shehe Jabil Haidar Jabil Al-Fasi, kuamkia tarehe 28 mwezi huu wa 5, juzi tu niliposema, alichukuliwa nyumbani kwake Fuoni majira ya jioni, na maiti ikaja kuokotwa njiani, njia ya Kizimbani ya Kinumoshi, eneo la Bumbwi Sud. Huyu Shehe Jabil ni muumini wa msikiti wa Ijumaa wa Marindi, naye ameondoka. Lakini tarehe 23 Machi ameondoka pia mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM kule Mwanza, naye ameondoka tarehe 23 Machi, hajapatikana mpaka leo. Kwa hiyo watekaji wanateka mwana CCM, wanateka kiongozi wa dini, wanateka mwananchi wa kawaida. Juzi tu mmeona kiongozi wetu Father na Padri Kitima, ambaye pia ni katibu wetu wa teki, alivamiwa na watu, akapigwa, akaumizwa, na wale watu walikuwa na nia ya kumuua kabisa, akasurvive. Katekista wetu mwingine kule na yeye kavamiwa, na yeye kapigwa, akaburuzwa. Muda usingetosha kuleta mtu mmoja anaitwa Mdude kule Mbeya, watu wameingia nyumbani kwake, wamevunja mlango, wamemburuta, wameondoka naye, hajapatikana mpaka leo. Kwa hiyo watekaji wanateka mwana CCM, wanateka kiongozi wa dini. Unapochukua shehe, unamchukua nyumbani kwake, anakwenda anaokotwa, ameuawa. Hatujui nani atakayeuawa baadaye. Nataka nisisitize, Chama cha Mapinduzi ambacho wahasisi wake ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na Abeid Aman Karume, chama hicho hakikubali utekaji. Hakikubali utekaji. Narudia tena, chama hicho, Chama cha Mapinduzi, hakikubali utekaji. Na mimi mpaka sasa ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, naungana na waasisi wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na Aman Abeid Karume na viongozi wengine wote wa Tanzania waliowahi kutawala nchi hii, akiwemo Ali Hassan Mwinyi ametangulia mbele za haki, akiwemo Benjamin Mkapa ametangulia mbele za haki, akiwemo Jakaya Mlisho Kikwete ambaye tuko naye leo, akiwemo John Pombe Magufuli na viongozi wengine wote. Hawa wote hawajaasisi chama cha kuteka watu, na CCM sisi si watekaji, na anayeteka watu anateka kwa nia yake yeye mwenyewe. Mmenisikia ndugu zangu? Mpaka leo mimi ni mwanachama wa CCM ambaye hataki utekaji. Narudia tena, sitaki utekaji. Narudia tena, sitaki utekaji na watu kupotea
kwenye mazingira ya kutatanisha. Sasa yeyote anayenipinga mimi, ninyi mtajua maana yake. Msimamo huo, lakini pia ameeleza kwamba anapokea kauli hiyo kwa shukrani na anapenda kila mtu awe Gwajimanization katika nchi ya Tanzania. Aliposema hivyo, kanisa zima lililipuka kwa shangwe kwamba wako tayari wao pia kuwa Gwajimanization. Kwa sasa mtaani inatafsiriwa kwamba Gwajimanization ni mtu yeyote mwenye kusema maslahi ya umma, maslahi ambayo wananchi wengi wanahitaji kusikia na kukemea, lakini ni kama, natumia neno kama, baadhi ya waliopewa dhamana hawapendi kusikia mambo hayo. Na hivi karibuni kuna siku nilikuwa ninawaambia baadhi ya watu kwamba mimi nitagombea nafasi ya urais ama ubunge kwa sababu ninaona Watanzania wengi hawana furaha, hivyo natamani kwenda kuwapatia furaha. Huu ndio msimamo wangu pia. Natamani mimi kuwapa furaha watu, na Watanzania wengi kimsingi hawana furaha. Jambo hilo ni muhimu sana wenye mamlaka ikiwapendeza wakasikiliza hata yale ambayo hawataki kuyasikia. Mambo ya utekaji, mambo ya watu kufariki katika mazingira tatanishi, huku wakielezwa Watanzania kwamba kuna watu wasiojulikana, ni kitu ambacho nadhani ni vema sasa tukakubaliana na hali halisi kwamba labda kuna mahala tumekwama. Nitoe rai kwa viongozi na kwa wananchi wote, tushirikiane kwa pamoja kusema kweli, kweli, kweli daima na kutenda haki, kwa sababu haki huinua taifa. Mtazamaji, kwa kadri ambavyo nimeeleza kwa uchache, ninadhani nimetumia labda kidogo hata hekima kidogo. Wewe mtazamaji wetu wa Nyikani TV Africa, unayo maoni gani kuhusiana na msimamo huu wa Askofu Josephat Gwajima katika kutetea uhai wa wanadamu, hasa wa Tanzania, lakini pia kueleza thabiti kwamba yeye hatonyamaza wala hatorudi nyuma? Nini unakiona mbele ya Josephat Gwajima? Je, unaona nini? Unaona uhai ama unaona mauti mbele yake? Nini kitaweza kufuata mbele ya Josephat Gwajima? Ni siku 2-3 tu nimetoka kueleza kwamba yawezekana Gwajima anaweza akapitia yale yote ambayo wenzake wengine waliwahi kupitia baada ya kueleza bayana misimamo yao ambayo ilikuwa inatokana na mitazamo ya wananchi walio wengi ambao walikuwa wana nafasi ya kusema. Nilianza na Dr. Emmanuel John Nchimbi ambaye kwa sasa ni katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Mwaka 2015 akiwa mjumbe wa kamati kuu, akiwa na Sofia Simba ambaye alikuwa mwenyekiti wa jumuiya ya wanawake wa Chama cha Mapinduzi Taifa, nafasi ambayo ilimpa nafasi nyingine ya kuwa mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi. Edward Lowassa alipotenguliwa ama kutokupendekezwa kuwa mgombea wa urais wa Chama cha Mapinduzi ndani ya nchi ya Tanzania, Emmanuel Nchimbi, Sofia Simba pamoja na wenzao, baadhi walijitokeza na kulaani na kukemea kwamba si haki iliyotendeka katika maamuzi hayo. Kilichokuwa kimefuata, wakambulia adhabu
kwamba kwa nini wamezungumza mambo hayo ambayo wakubwa hawakuyataka. Sofia Simba akafukuzwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Emmanuel John Nchimbi akapewa adhabu ya kutoshiriki siasa za nchi ya Tanzania kwa kupewa kiitwacho ubalozi wa nje ya nchi ili akawe balozi wa Tanzania huko. Lakini sio hao tu, tunakumbuka na nimeeleza kwamba Humphrey Polepole pia baada ya marehemu John Pombe Joseph Magufuli akaanzisha kitu kilichoitwa shule ya uongozi, ambapo katika maelezo yake alikuwa akifundisha Watanzania elimu ya uraia, huku akigusa baadhi ya mambo ambayo yanaweza kutokea ama yanatokea ndani ya serikali ama Chama cha Mapinduzi. Akapata zawadi naye pia ya kuondolewa nchini na kupewa na nafasi ya ubalozi nchini Malawi. Lakini alipokuwa Malawi alikuwa anashinda katika mkoa wa Mtwara, hivyo akaondolewa kabisa kupelekwa Cuba. Lakini sio huyo tu, wapo wengi, na nikatoa mfano mmoja wapo pia wa mkoa wa Mbeya, Dr. Stephen Isaac Mwakajumilo ambaye alikuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, naye aliondolewa katika nafasi ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya na kupewa zawadi ya ukuu wa wilaya. Lakini baada ya muda mfupi akaondolewa na ukuu wa wilaya, kwa sasa ni mkulima. Tunajiuliza, je, Askofu Gwajima nini kitafuata juu yake na nani atafuata katika mambo haya? Na zaidi tujiulize, katika nchi ya Tanzania au ndani ya Chama cha Mapinduzi unatakiwa useme nini ili usiwe Gwajimanize? Ni mwaka uchaguzi, mwaka 2025. Tutapata wabunge wa namna gani? Tutapata madiwani wa namna gani?